is far above all kingdoms, O God. You are exalted and lifted on high. As we gather here, our Father, we are gathering here to exalt and to honor you, our Father. We are gathering here to sing praises and to worship the name of a true God, the one who redeemed us by his own blood. Yet you are God, but you humbled yourself to the point of death. Thank you, loving Father. We bless you and we give you praise, O God Almighty. Thank you for a beautiful day like this, our Father, and a service like this, O God, that you could set aside a time like this, Lord, to share and to minister to us this morning. We commend our hearts to your will, Almighty, that you may minister to us. And we ask, oh God, may you take preeminence and rule over everything that takes place in this place. We bless you, loving Father, and we exalt you because you are our God and our King. To you be praises and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. We can have our seats. May God bless you so much. So allow me to bring the man of God who will take us through this. Last Sunday he was used of God and he was a blessing. Hallelujah. And today he is here with us so that the Lord can use him to become a blessing to us. Put your hands together for Minister Jordan, our pastor, to come and give the blessing of God to us. Amen. Hallelujah. Ninashukuru Bwana sana kwa kunipa neema na nafasi ya kufika. It was a very hectic time yet here. Lakini zote katika yote nashukuru Bwana. I am born again, my family is fine, and I really thank God. Kwa sababu ya mchungaji kunipa nafasi na kibali cha kuendelea na what I love most in my life, and I really thank God. Tutakwenda haraka kwenye kitabu cha Mitume 19, Acts chapter 19, na I believe tutakuwa na wakati mzuri, wale tunakumbuka vizuri, and don't worry kama hukumbuki, nitafanya recap kidogo. We were going through chapter 18 last time, na kuna wale very interesting characters about tuliwapata, na tukaona one of whom ni Apollos. So I have been thinking about this man and I have come to like him. Apollos alikuwa mtu wa kusoma haraka, na he was a person ambaye alikuwa anatarajia kila anapatapo nafasi kushiriki neno ambalo analijua. Japokuwa hakujua mambo mengi, na kama tulivyoona hakujua kabisa mambo ya neema ya Kristo, alijua kidogo kama kwa kifupi, lakini alipoelezewa alishika haraka na akaendelea kushare. Sasa kuna kitu alifanya. Wakati alikuwa pale Ephesus, alikuwa katika mji wa Efeso, na hapo ndio alipatwa na hawa Aquila na Priscilla akihubiri mambo ama ubatizo tu wa John the Baptist, na wakampeleka pale kando, wakaanza kumuelezea kuhusu Yesu Kristo. Kwa sababu like we are going to see, the baptism of John the Baptist, it was only a preparation, ilikuwa kutayarisha all expectation. John alikuja kuambia watu, mimi ninawabatiza kwa maji ndio muweze kutubu dhambi zenu, lakini ajaye nyuma yangu ndio atawafanyia ubatizo ambao ni wa roho na moto. Na kwa hivyo alitayarisha watu kuweka ile hamu ya kutarajia na kumngojea Kristo. Kwa hivyo wakati Apollos hakuwa ameelewa Kristo alishakuja, shazaliwa, alikuwa tu anafundisha kuhusu John the Baptist, na akaelezewa. Akiwa kwenye ule mji, he was so effective. Imagine hakuwa anajua mambo ya Roho Mtakatifu, lakini kwa vile alikuwa na bidii ya kufanya ile kazi, alifanikiwa kufanya some disciples. Kumbuka Matthew 28 inasema Bwana Yesu akiwacha wanafunzi amewaambia, na waacha muende kote kote duniani and mtengeneze ama you make disciples, mfanye watu wawe wafuasi wangu. Kwa hivyo Apollos alikuwa amefanikiwa kufanya some disciples kwenye mji wa Ephesus. Lakini wale disciples, kwa sababu disciple ni mwanafunzi, unaweza kufundisha mtu njia zako zile unafanya kazi, mawazo yako na vile unatarajia kufanya, you become a disciple kwa yule mtu. Kwa hivyo Apollos ijapokuwa hajui mambo mengi, kwa uaminifu wake ile kazi alikuwa anafanya kufundisha, ijapokuwa injili yake ilikuwa imepungua kwa maana hakujua mambo ya Roho Mtakatifu, alifundisha tu kuhusu ubatizo wa John the Baptist, alifanikiwa kufanya wafuasi. Na hii ilikuwa hata inanifanya nione in one way ni nzuri tukiona characteristic ya Barnabas, lakini pia nataka uone
hatari iliyoko pale kwamba somebody anaweza kuinuka tu bila kuiva vizuri, awe ni mchungaji ama mhubiri, na kwa kuwa hajaiva vizuri ama hajasoma vizuri mambo ya neno, si eti atakosa wanafunzi, lazima atafuatwa. Akiwa tu na mtu anajua kuongea kama Apollos. Apollos alikuwa mtu anaweza kuongea vizuri, watu wanamsikiza sababu alikuwa msomi. Tuliona alikuwa amesomea ile university ilikuwa imetanda sana duniani, ilikuwa kule Alexandria kule Egypt. Kwa hivyo alifanikiwa kufanya disciples, lakini wale disciples walikuwa na upungufu kama vile tutakavyoona. Kwa hivyo sasa ametengeneza disciples pale Ephesus, lakini yeye mwenyewe amepatwa na Priscilla, wamemwelezea mambo ya ubatizo mzuri na wameenda na yeye. Sasa wametoka na yeye Ephesus, kwa hivyo hakupata nafasi ya kutekeleza ule ujumbe alifundishwa na Aquila na Priscilla. Sasa walipoenda naye Paul akiwa in his third missionary journey, amerudi, amefika wapi? Ephesus. Alipofika pale amepata the disciples wale walikuwa wamewachwa na Apollos. Kama vile Apollos alikuwa na injili nusu, walipatikana wakiwa na injili nusu. Na hapo ndio tutaanzia Acts chapter 19. I hope sasa tutapelekana vizuri. Wale disciples wa Apollos alikuwa ametengeneza kwenye Acts chapter 18, I think verse 19. Wacha tunini vizuri kusoma verse 19. Tunaona and they came to Ephesus, that is chapter 18 ile tulisoma last time, verse 19, 18 verse 19. And they came to Ephesus and he left them there, but he himself went into the synagogue. Verse 8, wacha tuanzie 18. After this Paul stayed many days longer and then took leave of the brethren and sailed for Syria, and with him Priscilla and Aquila at Cenchreae. He cut himself for he had a vow. And they came to Ephesus. Hapo ndio walipata nani? Apollos. So tukienda chapter 19 tutapata Paul amepata hawa disciples ambao hawalikuwa hawajaiva vizuri kwa vile Apollos hapo ameelezea vizuri. Verse 1 of chapter 19. While Apollos was at Corinth, sasa ametoka Ephesus, amefika Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus. Kwa hivyo ni kama mimi sasa nitoke hapa nielekee pande za town kuhubiri kule, na nilikuwa nahubiri hapa lakini nimeenda town. Lakini nawe mchungaji wetu awe ndiye Mungu amemtuma wapi? Hapa. Kwa hivyo mchungaji atakuja kuendelea na ile kazi nimewacha. Kwa hivyo Paul ndiye amefika kwenye Apollos alikuwa Efeso. Then he found some disciples. That is very important. Alipata disciples wa Yesu Kristo. Na hawa disciples, wacha tuone verse 2. And he said to them, did you receive the Holy Spirit since you believed? Mlipokea wakati mlihubiriwa na Apollos na mkaamini na mkawa wafuasi wazuri wa Kristo, mlipokea Roho Mtakatifu? Verse 3 wanasemaje? And he said, wakasema, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said, no, we have never even heard that there is a Holy Spirit. Hata hiyo jina hawajaisikia. Na wao ni disciples. Aidile would want us to go hard in. Afadhali niwende verses kidogo tu, lakini this is a very important concept na tutaielewa. Paulo anawauliza hivi, amepata watu kama mimi na wewe, na wabodi wafuasi wa Kristo, hawaabudu miungu mingine, hawahubiri kuokoka manake wameokoka. Ndio mtu aitwe disciple, lazima uonekane uko na characteristics za yule unafuata. Kwa hivyo wakati amewapata wanaitwa disciples, lazima kuna characteristics ameona za Ukristo. So walikuwa tayari washakuwa oriented, walikuwa wameamini. Paulo anawauliza tangu kuokoka. The word there okay, Biblia nyingi zinasoma when, it is fine. Mlipokea Roho Mtakatifu when, wakati mliamini. Ama it since, the best translation inasema since, tangu hiyo wakati. Now, Bona anauliza hivi, mlipokea Roho Mtakatifu tangu. This is the reason why. Wakati Bwana Yesu kabla kuondoka dunia, aliwaambia wanafunzi hivi, dunia hii, and this tuliongea sana kidogo, dunia hii ama watu wa dunia hawawezi wakampokea Roho Mtakatifu. Watu wa dunia, kwa nini? Hawamjui, hawamuoni wala hawamjui. Lakini nyinyi, Yesu ndiye anaongea na wanafunzi, lakini nyinyi
mnamjua Roho Mtakatifu kwa maana anakaa pamoja nanyi. Pamoja. It's like huyo jirani yako. The Holy Spirit alikuwa pamoja na wanafunzi. Why? Sababu tunajua Yesu Kristo na Roho Mtakatifu na Baba kitu moja, ama ni Mungu moja. Na pia Yesu alikuwa amejawa Roho, Roho anakaa ndani yake na tayari alikuwa amebatizwa na Roho. Kwa hivyo Bwana Yesu anawaambia wanafunzi, nyinyi Roho wanakaa pamoja nanyi. Kuna concept hapa. The Holy Spirit dwells with you. That is the book of John. He lives with you. Now, kutoka hapo, this is what happens kwa kila mmoja wetu. Chapter 14, John 14:17. Kubalini tuongee mambo ya Roho Mtakatifu kidogo, ndio alafu tuendelee. Kwa sababu kwa nini Paulo akawauliza watu wameokoka kama walipokea Roho wakati after ama tangu kuamini? Bwana Yesu anaongea na wanafunzi wake, anawaambia hivi, John 14:17. And I will pray the Father, He will give you another counselor to be with you forever. Verse 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be. He dwells with you and will be. Anaishi pamoja nanyi Roho, lakini atakuja kuishi ndani. Kwa hivyo by this time Bwana Yesu anawaambia Roho bado hajaingia ndani yenu. Roho atakuja kuingia ndani yenu baadaye. Kwa sasa hivi Roho ako tu pamoja nanyi. That is one. Holy Spirit kwa watu wa dunia ama mtu hajaokoka, Roho ako pamoja na wao. Kufanya kazi gani? Kuwahimiza kuhusu dhambi zao na kuhusu judgment. Kwa hivyo Roho Mtakatifu mwanzo alikuwa pamoja na wanafunzi, like he was with the disciples, I mean with the people of the world. Lakini kuna ahadi anatoa. Anawaambia lakini Roho atakuja kukaa ndani. Huo wakati ulifika lini? Tuendelee kidogo, John chapter 20. John chapter 20, Bwana Yesu amekufa. Kwa nini Roho asiingie ndani ya wanafunzi wakati Yesu bado hajakufa? Kwa sababu ilifanyika hivi, wakati pale Eden, tukumbuke Eden, Bwana Mungu akamwambia Adam, siku ile utakula tunda la huu mti, that day utakufa. Because walifanya makosa, ndani yao walikufa. Kwa hivyo ndani yao ile spirit, kwa sababu wewe na mimi ni spirit, mimi ni roho, lakini ninaishi ndani ya huu mwili na niko na mawazo. Mimi ni roho, wewe ni roho, na wewe hatujai kuona, kile huwa tunaona ni mwili wako. Oh, you are a spirit. Na wakati roho inatoka ndani ya mwili tunasema mtu amekufa. Na tunazika mwili wake, sio yeye, tunazika mwili wake. Pale Eden, Adam alikuwa anaongea na Mungu spirit to spirit, kwa sababu uko na roho ndio uongee na Mungu. Na wale wanaabudu shetani wanatumia roho zao. Lakini roho hii inaweza tu kufa ikiwa exposed kwa dhambi. Kwa hivyo wakati Adam alidisobey Mungu, wakakula lile tunda, wakafa. So they died. The spirit man died. Ni nini kilibaki? Ilibaki mwili na mawazo. I hope tuko pamoja. Adam ndani yake spirit ilikufa. Haiwezi ka sense Mungu, haiwezi kasikia Mungu. Kile kilibaki ni mwili na mawazo. And from that day, kutoka hiyo siku, mwanadamu akawa anaongozwa na hizo vitu mbili, akili yake na mwili wake. Kwa hivyo kila mwili inataka inamuongoza na mawazo yake. Nataka uimagine Adam alikuwa anaongozwa na Mungu, anaambiwa hapa usifanye hivi, hapa fanya hivi. Alikuwa na wakati mzuri sana wa kujua cha kufanya, cha kutofanya. Lakini spirit ile ilikuwa inasikia Mungu imekufa. Kwa hivyo as from that day onwards, Adam akadevelop kitu kwa akili yake cha kusurvive. Sababu lazima tu angetumia akili, maana spirit imekufa na mwili wake. Kwa hivyo tuseme kwa mfano amefukuzwa nje kule na kuna matunda mabaya, yale tunajua leo ni poisonous, ikaanza kumea. So Adam maybe kabla hiyo angekula tunda lolote, lakini sasa amefukuzwa kule nje. Angejuaje ili tunda ni mbaya, ni poisonous? Ilibidi anaenda anachuna. Anasikia vile alisikia tumbo jana, ili tunda sitawahi kula tena. Akaanza kutumia na kudevelop knowledge kwa akili yake. Ama tuseme kwa mfano kuna mahali kuna swamp. Hasikii Mungu akimwambia usipitie hapo kuna swamp. Yeye Adam tu anaenda.
mguu unatubukia, anang'ang'ana masaa mawili, anatoka. Kutoka hiyo siku anaambiwa na akili yake, hapa tena msipitie. Nataka tuone hivi, alidevelop some tactics kwa akili yake. Sasa ndio inaweza kumuongoza from that day. Tuko pamoja? Alafu akaanza kutumia mwili wake. Siku fulani maybe akakula kitu fulani kikamharibikia. So mwili ina react. Adam anajua this is bad, this is wrong. Everybody in the Old Testament mpaka Yesu kuja, hata wanafunzi hawa waliongozwa na akili zao na miili yao. Hata Holy Spirit, every person alitumia Old Testament, alikuwa anashuka juu, hakuingia ndani, alikuwa anashuka juu kufanya nini? Ndio ashike ile akili. Akishika akili yake, sasa mtu anatumika, kwa sababu roho hakuingia ndani. Mungu ni mtakatifu sana, hagekaa ndani ya mtu tena, sababu mtu amefanya makosa na roho yake imekufa. Kwa hivyo ilibidi juu Mungu anataka kutumia watu kama Musa, kama Abraham, kama David, ama Elijah, wote walitumika kwa sababu Mungu atumia akili yao. Maana hiyo ndio tu iko hai, roho yao imekufa. We are together now. Kile tu kingefanya hiyo roho ya mtu iwe hai ni kile kitaondoa ile dhambi iliua. Na zile sadaka zote zilitolewa Old Testament, ng'ombe zote zilichinjwa. Maandiko inasema hakukuwa na sadaka madhabihu ingetoa ile nini? Dhambi. Lazima kugemwagwa damu ya yule hajaifanya dhambi. So mpaka Yesu kufa, spirit ya mtu iliishi kuwa imekufa because of that sin. Sasa unaweza niulizaje? Inawezekana kuwa wale wote walikuwa Old Testament wote hawakuingia mbinguni kwa sababu si dhambi iko ndani, haionekani, lakini spirit zao zimekufa na Mungu anawatumia. Alikuwa anafanya nini? Kuna kitu Bwana Yesu alisema, na hiyo ndio ile baptism ya John. Hapo ndio ninakuja. Bwana Yesu anasema hivi, anawaambia wale watu wa dunia, John the Baptist alikuwa anabatiza watu for repentance. Now, repentance haimaanishi, isipokuwa ni siku hizi tuna repent vingine. Old Testament hawakuwa na repent kama sisi. Because of this, watu walikuwa wanaambiwa na Mungu vile mawazo yao imefanya makosa. Mawazo ya watu imefanya makosa kwa sababu hiyo ndio watu wanatumia. Lakini mioyo yao Mungu hakuaddress sana. Kila kitu Mungu aliaddress kuhusu moyo ni kusema moyo vile iko mbaya. Lakini mawazo ya watu ndio Mungu alikuwa na address. Na watu wakiambiwa repent, they change their minds. They change their minds. Now, neno la Mungu ndio lilikuwa linatawala Old Testament. Ndio tu peke yake liliweza kufanya watu wa repent. This is the reason why. Mtu yeyote alikuwa mtakatifu mbele ya Mungu Old Testament, ni neno la Mungu lilitumika. Kwa sababu hakuna dhabihu ingemfanya mtakatifu. Sisi ndio tunajua leo. Wao walifikiria wangetoa masadaka yao, walikuwa nafikiria wamekuwa watakatifu, but no. It is the word of God alone ilikuwa inafanya watu wawe watakatifu. Wacha nikupeleke John 15. Hiyo tu kitabu ya John. John chapter 15 verse ndio nikuoneshe pasipo damu kukutakasa, unaweza tu takazwa na neno. Na Old Testament hakukuwa na damu ya kutakasa. Damu ya wanyama ilikuwa inafunika tu dhambi. That is what the Bible says. Mpaka Yesu azaliwe ndio ile damu sasa ingia ndani yao iwatakaze. John 15 verse 3. John 15:3. Ndio nikuonyeshe tuone kwamba tangu Genesis watu walikuwa wanafanywa tu watakatifu kwa neno. Kwa hivyo ungesikia neno la Mungu, Mungu alikuwa na kuhesabu wewe ni mtakatifu. Ukikosa kusikia neno la Mungu, wewe si mtakatifu, hata utoe dhabihu gapi. Now, tunaona Mungu amekanya watu wengi, anawaambia mnanitolea dhabihu mnafikiria zinaweza watakaza. Mungu alikuwa anataka kuonyesha hivi, there was no sacrifice ambayo imetosha kusamehe dhambi zenu. Vile mioyo yenu iko na ilikufa pale Genesis. Hakuna sadaka inaweza takaza nyinyi. Labda tu msikie neno langu. John 15:3. Bwana Yesu anawaambia wanafunzi sasa ni watu wa Old Testament by the way. Wanafunzi kinapita walikuwa naishi hizi siku za Old Testament. Bwana Yesu anawaambia, you are already clean by the word which I have spoken to you. You are already clean because of the word I have spoken to you, not because of the blood. Hakukuwa na damu ya kutakaza wao. Walikuwa tu wafanye watakatifu kwa neno. That is Old Testament.
Because the spirit of man, always remember Genesis. Hapo ilikufa na ilikufa kwa sababu ya sin. Na hii sin haikupata kitu ya kushughulikia hata kimoja. Tukasema mtu alianza sasa kuishi kwa sababu ya mawazo yake na mwili wake. So Mungu alikuwa anatuma watu wake na neno. Anaongelesha neno. Mungu anataka mkae hivi. Mtu akifanya hivyo Mungu anasema, Mungu alikuwa anakuhesabu wewe ni mtakatifu. Kwa hivyo kama kuna mtu Old Testament aliishi kuwa mtakatifu, it is because of the word which God spoke to them. Now, Bwana Yesu anawaambia wanafunzi, hapa tumesoma, Roho Mtakatifu saa hii hajaingia ndani. Kwa nini? Now you can answer me. Sababu ndani yao kuna dhambi ambayo hakuna kitu inaweza iondoa. Na Bwana Yesu kusudi lake lilikuwa aje akue ile mwana kondoo ambaye ni mtakatifu sana, ambaye ataondoa ile dhambi. Lakini Bwana Yesu alipokufa, now here comes something very good. Wakati Bwana Yesu amekufa na amewapata wanafunzi, Biblia inasema hivi in John chapter 20. Sasa Bwana Yesu amekufa, damu imemwagika. Ameingia na ule mwili wake resurrected, amepata wanafunzi wamejifungia. Maandiko inasema akawaambia hivi. John 20, tusome verse 21. Jesus said to them. Ndio tuweze kudhibitisha hakika alikuwa amefufuka. Verse 20, tuanzie verse 20. John 20:20. When he said this, he showed them his hands and his side. Alionyesha bavu zake mahali alidugwa mkuki na mikono yake mahali kulikuwa misumari. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you. Verse 22. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Wacha tusome verse 23. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Hiyo verse nimesoma kuonyesha wakati huu for the first time Mungu wa mbinguni mtakatifu amemanage kuingia ndani ya mwanadamu. Hakukuwa tena nafasi ama mtu yeyote ambaye Mungu aliweza kuingia ndani. Sasa kwa sababu damu imemwagika ya Yesu Kristo msalabani na wanafunzi ndio waamini, ndio believers wa kwanza, ndani yao kumetakaswa for the first time. Sasa Mungu wa mbinguni anaweza akaishi ndani ya mwanadamu. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye ameamini na ako hapa, if you are a believer, wewe ndani yako kuna Holy Spirit. Ndani yako kuna Roho Mtakatifu. So, wale disciples wa Apollos, kwa wakati waliamini Yesu Kristo, ndani yao kuliingia the Holy Spirit. Lakini naye Paulo anawauliza, wakati sio wakati tagu muokoke mmepokea roho nyumaye, sio wakati wa kuokoka. During salvation Roho Mtakatifu anaingia ndani. Lakini sasa nataka tuone, tumeona wameongea na tongues hapa bila wameambiwa receive the Holy Spirit. Any manifestation? No, hakuna manifestation. Waliambiwa tu receive the Holy Spirit na roho akaingia ndani. Wow, lakini hakuna kitu imetendeka. That is what has happened. Paul amepata disciples, wale walihubiriwa na nani? Na Apollos, ambao yes ndani yao kuna Roho Mtakatifu, lakini hakuna manifestation. Sasa Paulo anawauliza hivi, tangu hiyo siku mlipokea wakati wa kwanza, mmepokea tena? That is the concept. Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu ukimwamini Yesu Kristo na unatakazwa kwa damu. Period. Lakini from there, Yohana 7 mstari wa 38. Kwa hivyo if you are here na wewe umeamini Yesu Kristo na dhambi zako umetubu, wewe uko na roho ndani. Ijapokuwa hauongei na tongues, ijapokuwa hautoi unabii, wewe uko na roho ndani. Lakini Bwana Yesu ametoa hii ahadi. John chapter 7 verse 38. He who believes in me, like you and me sasa, as the scripture has said, out of his heart shall flow rivers of living water. Now, this he said about the Spirit, which those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Kuna kitu Yesu amesema. Wakati umesema yes to Jesus, Roho Mtakatifu ameingia ndani yako kama maji, ameingia ndani. Lakini Bwana Yesu anasema hivi, he who believes
It is a present continuous tense. Believes ni kitu unafanya leo, unafanya kesho. He who believes. Kwa hivyo Bwana Yesu anasema, nikiwa niko na roho ndani, vile nimeokoka, roho ameingia ndani, kutoka hiyo siku nikiendelea kumwamini Yesu Kristo, kuna kitu kitafanyika. Ile maji kuna vile itafanyika. Ni kama kwa mfano nikichukua hii chupa hii tunayoiona hapa, iwe haina maji, iko na maji kidogo tu, imefika hapa chini. I hope tunaona sote. Iko na maji kwa hapa chini. Kwa hivyo wewe ulipookoka, Holy Spirit aliingia ndani yako, wewe ni vessel, ikawa uko na maji hapa chini. Lakini Bwana Yesu anasema hivi, tuseme hii chupa imefunguliwa hapa. Alafu nikuja na kibuyo ya maji ile ya 5 liters. Na niendelee kumwaga maji hapa kwa hii chupa. Niendelee kumwaga. What will happen? Hii maji iko hapa chini, itaanza kurise. Itaanza kwenda juu mpaka sasa itakapofika hapa. Kwa maana ile iko kwenye kibuyu haijaisha. Nikiendelea kumwaga, tuseme hata ninamwagia hapa, eventually mtaona kama mto kameanza kutiririka. Si ni kweli? Holy Spirit akiingia ndani yako, unampokea ndani. Lakini as you continue to believe in Jesus, the Father who baptizes, ama Baba ambaye anabatiza kwa roho, ni kama sasa ile kibuyu na maji mengi ama drum. Baba anaendelea kukumwagia roho pasipo kukoma. Hata leo ambao tumeketi hapa, that is the work of the Father. Anaendelea kumwaga na kumwaga na kumwaga. Akiendelea kumwaga kwenye hii chupa, na ni wewe, hiyo Roho Mtakatifu ana rise ndani yako mpaka anajaa. Sasa kujaa kwa roho ni hivi. Ndani yangu juu nimempokea ndani, alafu nikiendelea kumwamini Baba, anaendelea kunipatia Holy Spirit, kunimwagia Roho Mtakatifu mpaka atakapofika hapa. Na sign ya kuonyeshana roho alikuwa amefika hapa kwa wanafunzi, Bwana Yesu aliwaambia hivi in the book of Acts. Hivi amewaambia receive the Holy Spirit. Akawaambia lakini muende Jerusalem mpaka mpokee the gift of the Father, na mtapokea nguvu roho akisha kuja juu. Sasa mko na roho ndani, lakini roho atakapokuja juu yenu. Now this is the idea. Huyu roho alikuja juu yao, alitoka wapi? That is the issue. Alitoka wapi? Now as the Father continues to pour here, and I expect systematically roho aanze kupanda kutoka ndani yako. Kuna kitu nataka kuelekeza hapa, because most people believe kwamba huyu roho alitoka, anaweza toka juu mpaka leo irrespective of wewe uko na roho ndani. That is wrong. Lazima Baba anaendelea kukumwagia roho, na roho anaanza kujaa ndani. Baba hatazamii tu ati roho akuje juu na huku roho hajakuja ndani. I hope tunaelewa. It is very wrong for unbelievers, ama mtu hana shughuli na Mungu, uende kwa mchungaji very anointed, akuwekea mkono hapo ujae. There is a contradiction somewhere. Nilikuwa nafanya study nikaona, because so many people wanafikiria hata bila kuokoka, hata bila kusikiza neno, unaweza wekewa mikono na mchungaji mwenye nguvu nyingi, na sababu umeanguka chini, wewe umejaa roho. Alikuja lini mwanzo? Uliamini lini? Na uliamini aje bila kusikia neno? Lazima it be systematic. Hivyo ndivyo Yesu alifanya vizuri tu. Wanafunzi mmepokea roho ndani, sasa ngojeni, tulieni. Na ziliishi siku kadhaa mpaka roho akaja juu yao. Now haimaanishi kwa sababu sisi hatuonekani kamoto hapa hatuna roho juu. Roho tutajua amekuja juu akifanya hivi. Remember, wakati roho amekuja ndani na umezaliwa tena, wewe ni katoto kadogo ndani, spirit yako vile imefufuka ni katoto kadogo. Remember, Biblia inatufananisha na mtoto mdogo. Lakini akili yako, tuseme nimeokoka nikiwa 30 years old. Kwa hivyo nikiwa 30 years old, lakini nimezaliwa niko mtoto. Hapa niko katoto kadogo, nimeokoka juzi. Mimi ni mtoto wa kiroho, lakini akili yangu ni mzee 30 years. Na akili iko trained kufanya mambo hivi kulingana na dunia. Vile nilikuwa watu wale tulilelewa na wao, shule ile nilienda, akili iko trained. Ukitukana na mtu
Na nilikuja kwa yule jamaa amenitukana vibaya. So duniani watu wa dunia kawaida tu ni haraka haraka, muonesha hata wewe si mtoto. Very fast. Jamaa fulani amekatana pesa zangu. Mwambie haukuja Nairobi. Kumfanyia nini? Kumtafutia pesa. Hiyo ni system. Akili zetu zote ziko hivyo. Na huyu mtu ameokoka lakini hajaokoka. Hapa watu wote hapa vile tuliokoka ni hapa ndani, tulizaliwa tena. Na roho akaingia wapi? Hapa ndani. Lakini akili ni ile ile. Now, sasa nataka uone huyu mtu. Karoho aka ka spirit. First John anasema aje? Yule amezaliwa na Mungu, hajui kufanya dhambi. Ka spirit kanapenda Mungu sana. Lakini akili ndio yenyeji. Imekuwa duniani hii for so long. So akili lazima inakuelekeza kufanya mambo mengi. Sasa nataka uone struggle. Unataka kufanya hivi vizuri, lakini ka spirit kana akili inakuambia no. Something must happen. Kitu kingine ilikuwa inaongoza Adam ni nini? Ni akili na nini? Na tamaa ya mwili. So mwili ikisema hivi ndivyo inataka. Ikisema so nataka uone tamaa ya mwili. Mwili ni nzee that years na akili ni nzee that years. Na watu wengine tunafurahia kama tukiona mtoto, katoto kadogo tukiona kana vile kanafanya mambo kama katoto kangu ni akapa simu unaona anawekelea hapa tunasema gakohe mbele ya miaka yako. That is even more dangerous. Because by the time this guy is saying yes to Jesus, he'll be maybe kama atakuwa miaka 15, akili itakuwa nzee even 20 years. Sababu sasa masomo imekuja na wamesoma sana. Lakini the spirit it is newborn. Hata akili nataka kula tu kunywa maziwa. Peter anasema vile tumeokoka na sasa ni watoto wa Mungu, wacha tutamani maziwa ya Mungu. Lakini akili inajua kutawala in another direction. Sasa nataka uone watu bili ndani yako. Huyu anaelekea hivi, mwingine anaelekea hivi. Hiyo ndio struggle Paul aliteta in Romans chapter 7. Mimi nitafanya nini? Ndani yangu, unaona kule ndani, ninajua sheria ya Mungu na naipenda sana. Lakini kuna sheria nyingine huko inaniambia nifanye vibaya. Sasa ule uzuri nataka kufanya, napata nikifanya vibaya. That is the struggle. Na ameuliza swali, nani atanisaidia? That is where we are. Mimi nitasaidika vipi? Manake ninataka kufanya vizuri na huku napata nikifanya vibaya. Na I hope I'm not the only person here who struggles kuambia akili. Na wewe tuliokoka. Wewe we really received Jesus. Ama mwili. Mwili unaihubiria vizuri sana. Mimi sio wa kwenye unaniambia nifanye. Na mwili hata wakati umefunga na umefast, hata wale watu wameitokewa na Yesu Kristo kwa ndoto, lazima mwili ifunction vile tu inatakaga kufunction. Sasa struggle inakuwa hivi. Sasa unaweza niuliza what can we do? The issue is Paul amepata disciples ambao wana struggle hivyo. Ninawaambia wanapenda Mungu lakini akili zao something has not happened. Let me tell you today, please get this. Bwana Yesu anajua hawa wanafunzi kama Peter ameokoka kwa past 30. Maana Yesu amekufa akiwa na 33 na Peter ni mzee kushida Yesu. So Petro lazima ako mzee sana zaidi ya Yesu Kristo na ako na mawazo kama ile ya Adam na maisha yake yote inaongozwa na mawazo ile. By the way, vile Yesu amewaambia receive the Holy Spirit, siku kadhaa tu zimeisha na wameambiwa nendeni Jerusalem kabla Yesu. Now, not even that, sorry, this is not the time. Lakini nitataka muone kabla Yesu kufufuka vile amekufa, yeye amefufuka lakini hawajatokea disciples. Peter anaambia hao wengine, wakati tulikuwa na Yesu si mnaona tulikuwa tunapata hela. Kwa sababu nao tuseme kwa mfano Yesu anafuatwa na wanafunzi na Petro alikuwa na family. Tunaelewa hivyo kulingana na scripture. Na huku kule kwa family lazima watu wanakula na kunywa. Na Petro hataki samaki tena. What do you imagine what's happening? Si lazima tu ni kama hapa ninahubiri, my wife anakuja na kijana yangu, alafu kijana yangu anatumwa enda mwambie nyumbani siku nzuri. So nyinyi nikihubiri tu hapa naona kijana yangu pale. So naenda tu pale kwa Mwena. Huduma ni kali sana hapa. Naenda unamuuliza ni nini? Nyumbani siku nzuri. So Petro naye anakuja kwa Yesu hapa, master. Kidogo. So Yesu anasimama kuhubiri, anamwambia my son is here, wanasema nyumbani siku nzuri. Okay. Nitie Judas. Sawa, Judas kuja. Tuko na ngapi pale? Ni ile tu sadaka tumeokota wapi? Tumeokota pale Kapenaume. Ni kama ngapi? Ni shekeli fulani patia Petro kwake siku. So ndio kusota. So I want you to imagine that circus kwa sababu hakuna wakati kwa record familia zao zilipata shida.
Na huku Yesu amekufa. He was the provider, amekufa. Hey, Petro after siku kidogo anaambia, mimi home si poa na yule sasa tulikuwa tunakitegemea hayupo, mimi naenda kutega samaki. The mind was the same. The mind was the same. And the only option for that mind to change is when the Holy Spirit comes upon. Sio hapa mnaona kwa nywele, hata mimi akiwa anashika kwa nywele mimi sijui nitafanya nini. Ni vile atakuja kwa akili yako. When the Holy Spirit comes anashika akili, then your life will be transformed. Now, our disciples were Apollos, wako na roho ndani. Lakini mambo yao wanafanya tu kikawaida. Why? Roho hajakuja juu. Roho akija juu, what now comes up ni purpose ya Mungu unasikia kuifanya. Now, maandiko inasema hivi, akisha kuja juu yenu roho, mtapokea nguvu. Sasa swali ni hili, yule roho ako hapa ndani, kwani hana nguvu? Na je, nitapokea nguvu eti akija juu? Haya, this is the issue. Tukiona ndege ama zigari zikitembea, ama uone ndege kule juu na iko na tons, iko na maelfu na maelfu ya kilos na imeenda. Hiyo unaona huko juu, hiyo nguvu inapeleka kwa kitu, ni akili ya mtu. Hiyo ni akili ya mtu. Tuko pamoja? Ukiona trakta inang'oa mti hivi tunashangaa zote kuangalia. Hiyo tunaangalia ni akili ya mtu fulani. Akili ni kitu chenye nguvu sana. At SGR tulikuwa tunaenda na basi masaa 8 na SGR tutakuja na 4 hours. Hiyo lazima ni akili ya mtu. Hii simu niongea na mtu wako US hii ni akili ya mtu. Nguvu yako ya kukukontrol iko hapa. Sasa umeokoka, spirit hana nguvu sana. Spirit yako inaendelea kukula kidogo kidogo, lakini akili, that is the power. Sasa nataka uimagine. Let us please argue here. Yule jamaa ametengeneza ile kitu inaenda kwa mwezi. Si lazima hapa ako well up sana. Na wanasema hivi wasomi, knowledge is what? Power. So, yule jamaa alafu tutume Maina enda hubiria yule jamaa abadilishe hiyo njia zake. Maana yake akitengeneza zile vitu zake ako na masigara na anafanya vitu zake. Jamaa yule Maina yule jamaa hajaokoka. So Maina tunakutuma wewe na ile tunajua physics ulisoma vizuri sana. Sitaki kusema grade yake. Lakini Maina tunataka yule jamaa anatengeneza hiyo rocket, you need to evangelize to him. So I want you to imagine, please, even literally. Maina ana face mtu mwenye nguvu nyingi sana hapa. Na ana expect amhubirie abadilike. Let me tell you here, unless you have another power than that guy, you can't transform him. That is why Jesus is saying, ndio mwende kwenye kule dunia mhubiri watu waokoke. One, inabidi mkuwe na kitu kingine hapa. Na ninajua mjasoma, hivyo ndivyo Acts inatuambia. Kina Peter wako wameenda shule. They were unschooled. Lakini wanatumwa kwa jamaa kama Gamaliel, a professor amesomesha Paul. These guys, hata Yesu mwenyewe hajaenda shule, lakini walipomsikiza walisikia this guy has got authority. Mafundisho yake iko na authority. Hii ni nguvu ya Holy Spirit anaposhuka kwa akili. Akija juu utapokea power. Hiyo power hata usianguke chini, hata usitamani kuanguka, wewe omba tu aguze hii. Akishaguza hii ndio utaweza kujua the purposes of God in your life. Alafu it will be so simple for you kubadilisha watu. Hebu ona vile mmeketi mnanisikiza. Imagine kama sina Holy Spirit. Lazima sasa na mmesoma kunishida, mnajua mambo zingine kunishida. It is the power of mind. Holy Spirit akishakuja juu yenu mtapokea power. It is the power of mind, because already you have power inside. Bwana Yesu anasema hivi, kwa wale wote walipokea nguvu kuitwa watoto wangu. So yule mtu yoyote ameokoka ako na nguvu ndani, lakini hana nguvu juu. Manake lazima Holy Spirit ashike akili ya mtu. Now, even more literally, Holy Spirit anapokuja juu, vile akili, hata wale wanasoma akili, wale wana kazi yao ni kusomea akili. Akili imegawanishwa kwamba kuna akili ile ina control nini? Kuongea. Akili ina control kuongea, ina control vitendo vyako. Now, wasomi wanaziita faculties. Akili iko na department kanashughulika na kuongea, kingine kanashughulika na vile watu wanakuona, kingine kanashughulika na nguo.
nilikuwa nasoma wanasaikolojia wanasema kuna vitu tatu akili lazima ya mtu yeyote ita recognize. Na recognize nice food, vina nini nyingine vitu tatu. Kwa hivyo akili iko na department. Department ya kwanza ile ambayo roho akija juu anaitafia nayo ni ile ya kuongea. Na that is why watu sasa wakishajaa roho wanaanza kuongea tongues, kitu haujui. Na tangu ukiwa mtoto mdogo tukisikia unashikanisha maneno vizuri tunasema wewe ni mwerevu. Wale watu wanasimama hapa na kuongelesha watu wanapiga makofi, wao watu ni werevu kwa akili. Lakini vile kuna mtu mwingine amekuja juu, akili literally anachukua hiyo department ya kuongea, unaweza kuongea na lugha hatujaisikia duniani. So tongues unaweza tu kupokea ama it is one of the signs Roho Mtakatifu akiinterfere na that department ya language. Haya, tunakaa Roho Mtakatifu unampatia wewe, ndio unamkubalia another department. Anaingia ile ambayo inaogopa watu. Manake tulisema Adam tangu mwanzo anakuwa control na mawazo yake. So akiona kitu ambacho haielewi, this is what happens. Akili yako kile kitu haielewi inakiogopa. Yule mtu haielewi inaogopa. Nikija hapa na mafuta, nikija na kichupa hapa na niseme wadada wenzetu, nimepewa dakika 3 za kufanya marketing kidogo. Hii mafuta mnaona hapa sio ile miadi mnafanya kwa nywele. This is another brand. And I tell you, hamjai jaribu hii. Hivi ati nywele zinakatika katika. Sijui kama ni kwangu tu ninazipataka kwa kichana na shida zimetoka wapi. Hii nywele yani inakatika katika. Haitaikatika tena. So na si waulizi 500 kama ile nyingine. Hii ni 100. So wanadada hata mpake saa hii tauzia mpake saa hii muone vile itakuwa. Na ni 100. Wangapi watanunua? Na ni kitu kigeni hawatanunua. Anything the mind do not know it fears. So Adam alidevelop uoga ya vitu na watu. Na tangu sasa pale mwanzo pia Adam alidevelop knowledge. Alikuwa anajisomea mambo. Lakini akijua sana kama vile Paul anatuambia, akili nayo ikijua kitu inakuwa proud. Knowledge puffs up. So nikiwa ninajua kitu zaidi yako ninakuwa proud. Lakini when the Holy Spirit comes upon a person, anashika akili alafu anaanza kupigana na vitu mbili muhimu sana, uoga na kiburi. Hivyo tuko hapa saa hii. Unajua mtu akiwa mtoto mdogo anakuwa na uoga mbili tu ndivyo wanasema. Uoga ya loud voice, wacha kupiga kelele mtoto amka. Alafu uoga ya kuanguka chini. Uoga mbili tu vile ndio ulizaliwa nayo. But as of now wanasema hapa ni person Lincoln uko na uoga zaidi ya 2000. 2000. So Holy Spirit akija juu ya mtu anaanza kushughulikia fear and pride. Nikianza kuongea mambo ya fear hapa utajiona mauoga yako. Tukianza kuongea mambo ya pride tutaulizana ni nani. Si eti ni nani anakuanga proud yule. Unajua yule anakuanga very proud. Ni gauge yako imefika wapi? If I may ask a question hapa, ni nani hanaga hata kauoga kadogo? Be honest. That is the same way pride haijaisha yote. Sababu hivyo ndio akili yako ilikuwa trained to operate with fear and pride. So tuulizane. So Holy Spirit anaposhuka juu ya mtu anakutrain kuwa bold. That's what the Bible says in the book of Timothy. You did not receive the spirit of fear, but of power and sound mind. Bona mind inatajwa. Sound mind and self control ile mwili. Holy Spirit hiyo ndio kazi anaanza. Number 2, anashughulikia pride. That is why humility inaongeleshwa. Number 2 kitu ambayo inaondoa pride ni thanksgiving. That's why in the New Testament tumeencourage kusema thank you because yule mtu tu haezi kusema asante ukifanyia kitu kizuri, ni kiburi tu peke yake. Kiburi ndio inafanya watu wasiseme asante. Hata jana kama haukumbuki vizuri uliinama hivi na kumwambia Mungu asante, ni ile gauge. Na kila mtu ako na gauge yake. Na ni bidii yako na yangu kushughulikia hii gauge. Maana sasa Mungu asubuhi unapomwomba Baba nifanyie hii. Baba sasa na malaika wako na ile gauge, maana wanawekaga record mahali kiburi ya Nebukadnezar ilifika, ya Herod ilifika. So anakuangalia mtoto wetu, malaika wanasema mtoto wetu anaomba gari. Anaomba gari ama anaomba nyumba okay. Sasa ndani yake mnaona imefika wapi? Uinuliwe milele na milele. Iko dhate.
Unaambiwa sasa kwa sababu tunampenda na tulimwahidi kile mtafanya, kesho mhakikisha imefanya nini? Now that is why people have it very difficult to forgive other people. Ni kiburi. Kuna mtu hujasamehe, na mimi usisikie vibaya, ni vile tulizaliwa. So kama kuna mtu nasikia hujasamehe, ni pride. Na kwa hivyo kile utafanya, Mungu akiona kiburi ile imefikalida juu na anakupenda sana, wana organize na malaika vile hiyo pride ishashughulikiwa, ndio at least wakupeleke hapo mbele. Maana the Bible says God gives grace to the humble, but he resists the proud. Na Baba hataki kukuresist, anataka ukae na yeye. Na kiburi yako bado ije. Kwanza kwa vile ulizaliwa ama vile mlilelewa, ilienda juu sana. So angels wanamwambia Baba, tutashughulikia mtoto wetu. Tutashughulikia mtoto wako, tutamsaidia. So Mungu anataka organize vile utakosewa na watu wanne by tomorrow. So by the moment unasamehe huyu, unajua kusamehe mtu ni kumuona yeye ni mzuri kukushida. Na yeye ndiye amekutusi. Kusamehe mtu ni kujiona wewe unajidharau, yeye unamuinua. So unamsamehe, inashuka. Wa pili na kukosea, inashuka. So that is why in your life ever lazima utakuwa na maadui mpaka kufa. So that hii kitu ishughulikiwe, Mungu asije kuturesist tukifika mbinguni. Unajua siku anahubiri nilikuwa nafanya exposition. Na it seems I'll go on a very short way, but at least I really would want us to understand about the Holy Spirit in another way. Anapokuja juu, hiyo ndio kazi anaanza kufanya. Kuna mambo zile tunajua njia mbaya, na Mungu anasema sasa wewe ni mtoto wangu, jua hivi. Inabidi Roho Mtakatifu anaanza kukufanyia kazi. And the many times unamwomba Mungu kwa unyenyekevu, nijaze. Roho kuja ndani yako alikuja once, lakini kujazwa utakao kijazwa. Hata in the book of Acts wanafunzi wamejazwa mara nyingi. Now tuko verse chapter 19. There's somewhere I was headed. Paul alipoona hivyo, that is why nawauliza, unafikiria aliona nini kwao? Akiuliza, by the way, vile nimekaa na nyinyi disciples mlihubiriwa na Apollos okay. Na tangu kutoka hiyo wakati alihubiria mmepokea roho tena. Ni nini alikuwa ameona? Ni ile ukavu. Mtu anaweza kuokoka na ukae hauna ile sweetness ama hauna nguvu. Kwa sababu hii, this is what happens. Even with the life of Jesus Christ. Bwana Yesu kutoka kuzaliwa, sababu alizaliwa na Roho Mtakatifu ama kwa Roho Mtakatifu, mpaka 30 years bado Roho hakuwa amemjaa kabisa. After that years alibatizwa, Roho alionekana akija juu. And from that time onwards, Bwana Yesu akaanza kufanya vile vitendo tunaona kwenye kitabu cha John chapter 20 inasema vitendo vile Yesu alifanya haziwezi zikatoshea kwa vitabu hata vikiandikwa ngapi. Kuna watu wanaargue kwamba Yesu akiwa mtoto kuna alikuwa anafanya miujiza. The Bible has no those records. Zile records ziko kwa Yesu, matendo alifanya ni wakati Roho alikuja juu. Manake wakati Roho amekuja juu, now sio tu kwa kichwa, hata kwa mwili wako anaweza kukaa. Nguvu ya Mungu inakata kwa mwili wako. Na ikikaa kwa mwili wako, ndio tutaona kwenye hiyo chapter 19, manake nitasoma haraka. Sasa watu walikuwa, Paul wanatoa handkerchief zake, inapelekewa watu wanapona. Why handkerchief? Na sio amewekea mikono, handkerchief na apron. Because the power of God now, ukishajawa Roho, anajaa sio akishajaa kwa akili, sasa Mungu anakukubalia hata kubeba nguvu yake kwa mwili. Tuliona ulikuwa unaongozwa na vitu mbili na ni muhimu sana, akili yako na mwili wako. Sasa Roho Mtakatifu ameanza kushughulikia akili yako. Akili yako ikishakuwa transformed, sasa Mungu anakubali hata kwa mwili wako ubebe nguvu. Na ndio saa hii tumeokoka, lakini si watu wote wanaweza wekea mgonjwa mikono apone. Na unashindwa, kwani hii naombi yangu haisikizwi? Hapana. Kama nguvu haijafika kwa mwili, waachana kuwekea watu mikono. Na that is why wazee wa kanisa na pastors, they are the only people who cannot afford kuwa hawana nguvu kwa miili yao. Why? Manake pastor ameambiwa na Biblia akitaka kuteua mtu afanye kazi amwekee nini? Wazee wa kanisa, mtu akiwa mgonjwa tunawatuma, Maina, nendeni mumuombe na muwekee nini? So lazima wao wazee wamekuwa sana. They ought to be carrying the power of God up with their bodies. Ndio Yesu Kristo after kujazwa Holy Spirit, yule mama anaona hata ile nguo nikiguza tu, kwani
Yesu akiwa katoto kadogo, mamake kama alikuwa na hii nguvu yote, mamake akivua nguo ama vijana wao wakicheza, si tungekuwa tunasikia mambo mengi ilifanyika, lakini haikufanyika. Zile nguo zilikuwa nguo za kawaida, mpaka Yesu akajawa roho, akili yake sasa ikawa, na ndio baba alitangaza purpose wakati wa baptism. Alitangaza purpose tena, akasema huyu mtoto wangu msikizeni, huyu msikizeni. Purpose inakuja wakati sasa roho ameshuka juu, mawazo yako iko sasa transform. Sasa Yesu alikuwa na dunia, hapana. Ni vile tu hangefanya kazi ya Mungu mpaka roho akuje juu. Nani angependa kutumika na Mungu hapa? Lazima tukubalie Roho Mtakatifu ashike hata akili zetu iziwe transformed. Now, let me read very fast as I sit down. Did you receive the Holy Spirit since you believed? Wakasema tulibatizwa 2 verse 3, and he said, into what then were you baptized? They said, into John's baptism. Now, hii ubatizo ya Yohana ilikuwa inakaaje? It was for repentance. Hiyo tulimeisema. Ni watu wasikie injili, waseme tumegeuka, waeke kwa maji. Lakini waambiwe ngojeni mwingine atakuwa wabatiza kwa Holy Spirit na moto. Paul akawaambia, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus. Verse 5. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Walibatizwa tena. And when Paul laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with tongues and prophesied. Sio lazima, ijapokuwa mara 4 out of 5 vile watu walijazwa Holy Spirit katika kitabu cha Acts waliongea na tongues na wakaprophesy, lakini sio the only sign kwamba uko na Roho Mtakatifu ndani. And maybe Pastor, I'm sorry, I will not, wacha tu badala ya kurukaruka, wacha tu nisipitishe pale. Lakini nitasema hivi, tutajuaje ama utajuaje uko na Roho Mtakatifu ndani alafu juu hata usipoongea na tongues? It is so good. Paul anasema we desire those gifts, fine. Ila tu tutajua uko na Roho ndani tukikupima na 1 Corinthians chapter 13. Chapter 12 ni manifestations hizo, tongues, interpretation of tongues, prophecy, power, gift of faith, hizo healings. Lakini hiyo haitafanya sana tujue uko na Roho ndani. Roho tutakujua ako ndani. Wajua, please get this. Roho akishuka juu yangu, kila nitafanya ni matendo ya nguvu. Lakini Roho akiwa ndani, kila nitazaa ni matunda. Roho akiwa juu, nitaweza kufanya mambo ya nguvu. Lakini Roho akiwa ndani, nitazaa tunda, na ile tunda ni love. So kama uko hapa na una doubt whether you have the Holy Spirit, so long as we see love operating in you, you have God inside, you have the Holy Ghost inside. Na Yesu akija, tutaenda mbinguni na wewe. However, it is also good to desire kuwa na Roho juu. Sasa nataka tuone hivi. Kuna watu wana grieve the Holy Spirit na anakosa kutubu, anarudi nyuma asijue, Roho ndani anaondoka. Lakini ile nguvu aliwachwa naye juu. So ako na nguvu juu, anafanya matendo ya nguvu, lakini hana tunda la love. So ukishaona mchungaji ama mtu wa Mungu anaweza kufanya mambo makubwa sana hapa, lakini ukimuona hana kitu inaitwa love, there is a question mark. It ought to be the other way around. Kwanza Roho ako ndani, aanze kuoperate with love, alafu sasa tuone ukifanya matendo ya nguvu. Now, baptism. Kuna baptism nyingi. Na baptism ile nitasema, hata sitasema, my time is up. This is what I would want us to do. Kwa sababu Holy Spirit, hii tunaulizwa kuhusu receiving the Holy Spirit. This is something you can do and you continue doing. Please usikome kuomba Mungu on a daily basis. May I be full again with your spirit. Baptize me again with your spirit. Baptize me again. Sababu haujui ni kina nani utapatana naye. Tuseme kwa mfano mtu ameenda kwa waganga ama wale wanaidaga kuomba shetani, ako na nguvu nyingine juu yake. Na yule ndio mtu mna interact naye either kwa gari ama wherever. Usipopatwa uko na hii nguvu ya nyingi juu yako, unaweza kupata utakuwa victim wa mambo mengi. So
because this is a provision we can have even now. By the way, Peter alipoenda kwa Cornelius akaanza kuhubiri, walipokea Holy Spirit ndani na akaja juu. So even as you listen to me now, should you believe, may you receive that in your impartation in the name of Jesus. So allow that for the 1 minute. Be now, pray unto God kwa sababu amekupatia na amenipatia this as a promise. Baba, kwa vile ulinipa roho ndani na vile nimeendelea kukuamini, I need this again. Baptize me again with the Holy Spirit. Hata tusipoanguka chini, you believe it, it has happened. Na wale Mungu ataguza mawazo yako, utaanza kusikia transformation, utasikia new ideas in your mind. That is the Holy Spirit bringing them. Na ukisikia hata mwili wako imepata something else, that is the power of the Holy Spirit. I request humbly, tuweze tu kuomba, tumesimama ndio nifanye ombi la mwisho. Sasa Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, sisi watoto wako tumeliamini neno lako. Na kwa vile tumekubali Yesu Kristo akawa mwokozi wetu na tukaamini dhambi zetu, umetusamehea na kututakaza kwa damu yake. Naombea kila mtu ambaye ako hapa Bwana na yule ambaye ananisikiza katika jina la Yesu Kristo. Baba, huyo roho ulitupatia ndani na ukawaambia wanafunzi msitoke Jerusalem, nendeni na mkae huko mpaka roho atakuja juu yenu, na kutoka hiyo siku mtapata nguvu na mtaenda kuwa witness wangu. Naomba sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, Baba, situbatize tena. May you baptize us again. May you fill us with this Spirit. May you fill us with this power. May we be anointed afresh, that we may be more of your witnesses, oh God. May our lives be transformed. Tumeona Baba umetutuma kushughulika na kutangamana na watu wenye akili nyingi, na watu wenye nguvu nyingi kwa akili zao. Tutawezaje Baba kufanya kazi nao? Tutawezaje Baba kuwahubiria tukiwa hatuna nguvu nyingine? Na kwa sababu Baba hatujasoma kama wao, wala hatutegemei kisomo yao. We depend on the Holy Spirit. We now receive this new power. We receive new strength. We receive new power in the name of Jesus Christ.